za kufa. Kumbuka tuko katika mwezi wa Mungu wa majira na nyakati, au majira na nyakati za maisha ya binadamu, na tunaangalia vitu vingi, lakini kwa jioni leo tutaangalia kuhusu wakati wa kupigana na wakati wa kufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wapendwa katika Bwana, kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 anasema kuna majira ya kila jambo na kuna wakati wa kila kusudi chini ya jua. Kwamba katika maisha haya kila jambo lina majira yake, lakini pia kila dakika unaiona ni ya t ina kusudi. Mungu ndivyo alivyoumba, kwamba kila jambo ameumba chini ya jua lina majira na kila jambo lina nini? Wakati. Lakini mtakumbuka tulijifunza kuhusu majira makubwa 8 ya mwaka, na tuliangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 8 mstari ule wa 32, na tukajifunza kitu ambacho natamani ukikumbuka tena jioni leo, kwamba maandiko yanasema wana wa Isakari walikuwa wakuu wa watoto wa Israeli kwa sababu walijua namna ya kujua jambo gani lipasalo kufanya kwa wakati fulani. Leo watu wengi ukiamka asubuhi unajua nini likupasalo kufanya. Ningekuwa ni kijana leo bado nisingekubali niamke asubuhi nisijue nafanya shughuli gani. Ningemlilia Mungu na kumwomba Mungu nijue natakiwa nifanye nini, kwa sababu ujana unapita. Napozidi kwenda katika umri nagundua kuna siku nitakuwa mzee kama bibi. Ukimwambia leo akimbie, bibi unaweza kukimbia? Bwana Yesu asifiwe. Ukimwambia leo akabebe kitu fulani, akabebe zege, hawezi. Kwa natamani kama kijana lazima ujue haya ni majira gani na wakati gani. Waliweza kufanikiwa duniani ni watu waliojua wakati. Waliweza kufanikiwa duniani ni watu waliojua wakati. Ninawaza leo, kuna wakati nilienda shule na nikamaliza shule nikasoma tena shule. Najiuliza, hivi wakati ule nisingesoma shule, nisingeenda shule, leo na uzee huu ningeenda wapi? Naomba upate tafakari moyoni mwako. Lazima umuombe Mungu akupe roho. Anasema wana wa Isakari walipewa roho ya kutambua wakati ya wapasayo kufanya. Vinginevyo naomba nikwambie mambo yanabadilika. Asikudanganye mtu, maisha yanafanya nini? Yanabadilika kila siku, na huwezi kuzuia mabadiliko. Swali gumu ni kwamba umejiwekaje tayari kwa ajili ya mabadiliko. Kizazi tunachoenda mbele kuna mabadiliko makubwa ya kila siku, lakini wote mnajua, hakuna mtu anayejua kwamba mahindi yetu yapanda vizuri leo yatakauka kwa jua. Mabadiliko, matarajio unaweza kuwa nao ghafla nafanya nini? Yanageuka. Swali, umejipangaje wakati wa mabadiliko? Kuna watu wanasema kitakachotokea na kitokee. Mpendwa katika Bwana, ukienda katika njia hiyo imekula kwako. Ndio maana somo la jioni leo linaitwa nini? Nyakati za nini? Kupigana na nyakati za kufa. Sasa wengi watashindwa kulielewa somo hili. Lazima ujue kuna mambo kwenye maisha yako hayawezi kutokea usipokuwa umepigana. Vinginevyo, nilikwambia siku moja, mtu mmoja akaniuliza, mchungaji, najua unaweza kujua mambo ya mbele. Nikamwambia ndio, kwa sababu Bwana Yesu ametupa roho ya kujua mbele. Tumepewa unabii. Hivi mimi ukiniangalia mwaka 2028 nitakuaje? Nikamwangalia usoni. Nikamwambia utakuwa vile vile. Hauwezi kuwa zaidi ya vile unavyoanza.
ulivyo hivyo. Kama utakuwa huna mpango wa kujua unapataje wakati kuutumia vizuri, utabaki vile vile, hakuna kitakachobadilika. Lakini ukiwa na mawazo, ngoja nikwambie, maisha yanaendelea. Mwaka 2025, 26, 27, 20, hamna tofauti, mwaka ni ule ule, ila wewe ndio unabadilika kulingana na nini? Na miaka. Nilikuwa namwambia binti yangu, nikamwambia, ukiwa na mawazo mema, miaka 2 ijayo, 3 uko chuo kikuu, hautakuwa tena huko babalani. Lakini ukizubaa, miaka 2, 3 ijayo utaendelea kwenda kuwa katika maisha yako yale yale, bado uelewe mwelekeo wa maisha. Kwa hiyo inabidi ufanye jambo fulani la kupasayo kufanya ili ufike kule unakotakiwa kufika. Wengine wakupewa neema ya kusoma, kama ikibidi kwa namna yoyote utafute kwanza mtaji, uhangaike ili uweze kufanya biashara kubwa miaka 3 ijayo. Ni uamuzi wako, sio kudra. Lakini ukibaki vile ulivyo, upepo utakuja, mvua itakuja, barabara itakamilika Dodoma pale kwenda mpaka Zuzu, barabara Ring Road itakamilika, wewe uko vile vile. Maisha yanakwenda, saa inazidi kwenda mbele, haikusubiri, haina mgeni na msubiri. Bahati mbaya, kuna wakati wa kupigana, kuna wakati wa kufa. Utakapofika umri wa kumaliza safari, huwezi kugeuza wakati. Huwezi kugeuza tena ukapata siku kama leo yenye baraka namna hii, siku ambayo jua linawaka, siku ambayo imetulia, haitakuwepo tena. Kwa ninatamani ndani ya moyo wako ujue kabisa umepewa hazina ambayo nabii ufanye jambo fulani kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Biblia katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12, natamani ushike huo mstari. Mathayo 11 mstari wa 12. Anasema, tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata leo ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na hao wenye nguvu ndio watakaoteka. Mpendwa katika Bwana, Mungu amekupa zawadi ya uhai. Nilikuwa naongea na kijana mmoja, kakake yuko Dubai, akamwambia, nikutumie hela au nikutumie Kenta? Nikutumie shilingi milioni 1 au nikutumie Kenta? Akamwambia, nitumie Kenta. Kenta ikaja mwezi wa kwanza, mwezi wa pili anaendesha tu, haina mafuta, mara na matatizo. Miezi 6 anasema ilipi. Mwezi wa 8 akaamua kuuza kwa bei ambayo ilikuwa ni kama ametupa ile Kenta. Kwa nini? Hana maono. Maisha sio kwa ajili ya watu wanyonge. Maisha ni kwa ajili ya watu wenye nguvu. Maisha hayakuumbwa kwa ajili ya watu ambao ni wazembe. Maisha Mungu aliyaumba kwa ajili ya watu ambao wanajielewa na wanajua nini inawapasa kuyafanya. Kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 11 anasema, jambo lolote mkono wako ukitaka kulifanya, lifanye kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, kwa macho yako yote, kwa mikono yako yote, lolote. Hiyo ndio akili natamani ujenge. Vinginevyo, mpendwa katika Bwana, miaka 5 inayokuja utakuwa vile vile. Vinginevyo, miaka 10 inayokuja utakuwa tumezeeka, umri umekuwa mkubwa, lakini hakuna cha maana unachoweza kuonyesha katika maisha haya.